بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. Tunaendelea na darasa yetu ya kitabu Adabu Zafaf fi Sunnati al-Mutahhara lil-Allama al-Albani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a. Na darasa iliyomalizika tulimaliza adabu ya 16 inayosema ma yahillu lahu min al-ha'id, na leo biidhnillah tabaraka wa ta'ala وبمشيئته سبحانه وتعالى tunaingia katika adabu ya 17 inayosema mata yajuz ityanuha idha tahurat, wakati gani inajuzu kumwendea huyo mwanamke, kwa maana kufanya naye tendo la jimai huyo mwanamke pale ambapo atakapotoharika. Ni wakati gani ambao itajuzu, itafaa kumuingilia mwanamke kwa maana kufanya naye tendo la ndoa wakati atakapotoharika? Haya ni masala ambayo yalikuwa muhimu sana kwa mwanandoa kuweza kuyafahamu na kuyajua na kuwa na elimu nayo. Ndio anasema Sheikh Al-Albani, fa idha tahurat min haidhiha, basi atakapotoharika mwanamke kutokana na hedhi yake, wa qata'a damu anha, na damu ikakatika kwake yeye mwanamke, kwa maana ikakatika damu ikawa haitoki damu, jaza lahu wat'uha, itajuzu kwa huyo mwanamume kumuingilia huyo mwanamke, kufanya naye tendo la ndoa wakati damu itakapokuwa imekatika, baada an taghsila mawdhi'a ad-dami, baada ya kupaosha ile sehemu ambayo ya damu, minha, katika huo mwili wake. Maana baada ya kuikosha hiyo sehemu ya damu, faqat tu, hapo lazima muelewe, kwa maana itafaa kwa mwanamume kufanya tendo la jimai na mke wake itakapokuwa damu ya hedhi ada yake yule mwanamke imekatika. Wakati gani? Itakapokuwa mwanamke huyo amepasafisha ile sehemu tu, yani iliyokuwa inatoka damu, akaenda akakosha vizuri, akesha mwanamume akafanya naye tendo la jimai. Hapo inamaanisha kwamba mwanamke bado hajaenda kukoga. Simefahamu? Sehemu aliyoikosha ni ile sehemu inatoka damu tu, fakat tu, au tatawadha, au akatia udhu tu, au taghtasila, au akakoga.
Kwa maana moja katika matatu haya akilifanya moja katika jambo hilo, basi mwanamke huyu inafaa mwanamume kufanya naye tendo la ndoa. Ayu dhalika fa'alat, lolote katika hilo atakalolifanya, jaza lahu itiyanuha, itajuzu kwake mwanamume kumwendea huyo mke wake kufanya naye tendo la jimaa. Ameweka nambari 1 hapo, wa huwa madhhabu Ibn Hazmi, nayo ni madhhabu Ibn Hazmi katika juzuu ya 10 ukurasa wa 81 katika kitabu kinachoitwa Al-Muhalla. Warawahu, na akasimulia ana Atai wa Qatada, na akasimulia Ibn Hazmi kutoka kwa Atai na Qatada. Qala, wawili hao wamesema, fil haid, kuhusiana na mwanamke mwenye hedhi, idha raati tuhura, mwanamke huyo atakapoona kutoharika, fa innaha taghsilu farjaha, basi kwa hakika mwanamke huyo atakosha ule utupu wake, ile sehemu yake iliyokuwa inatoka damu atakosha. Wa yusibuha zawjuha, na mume wake atamjimai na atakutana na mume wake, kwa maana mume wake atafanya naye tendo la ndoa huyo mke wake baada ya kuikosha ile sehemu ambayo ilikuwa inatoka damu. Wa huwa madhhabu al-Auza'i, nayo ni madhhabu ya Imam al-Auza'i aidan, kama fi bidayati al-Mujtahid, kama ilivyokuja katika bidayati al-Mujtahid katika juzuu ya kwanza ukurasa wa 44. Qala Ibn Hazm, amesema Ibn Hazm, wa rawaina, na sisi tumesimulia ana Atai, kutoka kwa Atai, annaha idha ra'at at-tuhra, kwamba huyo mwanamke, annaha, hakika huyo mwanamke, idha ra'at at-tuhra, atakapoona kutoharika, fatawadda'at, basi akatia udhu, halla watuha li zawjiha, imekwisha kuhalalika kuingiliwa na mume wake, kwa maana tayari mwanamke huyo imekwisha kuwa halali mume wake kumuingilia kufanya naye tendo la ndoa. Ikiwa kwamba mwanamke ameona kutoharika, akienda akasafisha vizuri ile sehemu yake, hajakoga bado, baadhi ya watu, na hii ndio fikra ya wengi ambao walikuwa nayo, labda mwanamke kashatoharika, kashasafika, ya damu ishakatika, sasa mume wake amekuja akamwambia, vipi, ishakatika damu lakini sijakoga, subirie mpaka koge. La, bali mwanamke huyo anatakana kwamba akatie udhu, au kwamba bila kutia udhu aingie chooni asafishe vizuri, kisha kama anayo ile miski tohara apanguse, afatishie zile athari za damu, itengeneze vizuri hata kama hajakoga, kisha aje kwa mume wake afanye naye tendo la ndoa, kisha atakoga pamoja, kisha atakoga pamoja. Yeye mwanamke atakoga josho la kuwa anajitoharisha. Sasa hapo lakini si majosho mawili atakuwa amekutana, sisi tumefahamu katika hayo majosho mawili yalikuwa yamekutana, wako wanachuoni wanasema kwamba atakoga majosho yote mawili, na wako ambao wanasema atakoga josho moja kwa nia ya kuondosha yote mawili, na hiyo ndio kauli ambayo yenye nguvu, kwa maana nia yake ataondosha yote mawili na itakuwa ametoharika mwanamke huyo. Wa huwa qawlu Abi Sulaiman, nayo ni kauli ya Abu Sulaiman, wa jamii wa ashabina, na watu wetu wote katika madhhabu ya Ibn Hazm al-Dhahiri. Wama dhakarahu, na yale ambao walikuwa wamesimulia ana Atai, kutoka kwa Atai, kwa maana aliposimulia kutoka kwa Atai anasema ile aliyotaja kutoka kwa Atai, rawahu Ibn Abi Shayba, amesimulia Ibn Abi Shayba fi musannaf, katika musannaf yake Ibn Abi Shayba katika juzuu ya kwanza ukurasa wa 66. Warawa Ibn al-Mundhir, na amesimulia Ibn Mundhir an Mujahid, kutoka Mujahid, wa Atai, na kutoka kwa Atai, qala, wamesema wale hao wamesema, idha ra'at at-tuhra, mwanamke atakapoona tohara yake, fala ba'sa an tastatiba bil ma'i, hapana ubaya ya yeye kujisafisha vizuri kwa maji katika ile sehemu yake ya nini,
ya ile sehemu ambayo ilikuwa inatoka damu, bilma'i kwa maji, wayatiha na kumwendea mume wake, manake wayatiha na mume wake kumwendea huyo mke wake kabla an taghtasila, kabla kukoga, manake fala basa an tastatiba bilma'i, hapana budi manake hakuna ubaya mwanamke kujisafisha vizuri na hiyo manake kujisafisha vizuri pamoja na kutia yale mafuta ambayo miski tohara, akajisafisha vizuri katika sehemu yake ya damu. Nafahamu sababu hadithi zimekuja hivyo, akajisafisha vizuri ile sehemu, wala haizungumzi kukoga ile sehemu yenyewe, sehemu ya siri, ule utupu wake, manake bora tuseme hivyo, ule utupu wake akausafisha vizuri kwa maji pamoja na miski tohara. Ndio akasema wayatiha, na mume akamwendea huyo mke wake, kwa maana akafanya naye tendo la ndoa kabla an taghtasila, kabla ya kukoga. Yani hakuna ubaya katika jambo hilo, ni jambo ambalo linaruhusika. Dhakarahu Shaukani, ameyataja hayo al-Imam Shaukani fi Nail al-Awtar katika juzuu ya kwanza ukurasa 202. Waqala al-Hafidh Ibn Kathir, na akasema al-Imam al-Hafidh Ibn Kathir katika juzuu ya kwanza ukurasa 260, waqad ittafaqa al-ulama, na wamewafikiana wanachuoni, ala anna al-mar'ata, juu ya kwamba mwanamke idha inqata haidhuha, itakapo katika hedhi yake, la tahillu, ye Ibn Kathir akasema si halali, hata taghtasila bilma'i, mpaka akoge kwa maji, au tayammama, au atatayammam, in ta'adhara dhalika alaiha, ikiwa patapatikana udhuru wa jambo hilo juu yake, bishartihi, kwa sharti yake, illa anna Abu Hanifa, isipokuwa Abu Hanifa rahimahullahu ta'ala, yakul, yeye anasema, fima, katika yale ambayo idha inqata damuha, katika ule wakati ambao idha inqata damuha, itakapokatika damu yake, li akthari alhayd, kwa ule wingi wa hedhi, maana kwa zile siku ambazo zilikuwa nyingi za hedhi, wa huwa 10 ayami indahu, nazo siku wingi wake ni siku 10 kwake. Annaha la tahillu bimujarrad al-inqita'i, annaha tahillu bimujarrad al-inqita'i, kwamba ni halali kwa ule upeo wa kukatika. Manake yeye akasema kwa sababu siku zimekuwa ni nyingi, basi na siku kwa nyingi ni ngapi kwake? Ni siku 10. Kwa hiyo akasema itakuwa ni halali, kwa sababu mwanamume amekaa muda mrefu hajapata ile haki yake ya tendo la ndoa, kwa hiyo ikikatika tutakuwa ni halali hapo. Yeye akaenda katika upande huo. Kauli zote mbili hizi sio sahihi. Ataeleza Sheikh Al-Albani, wala taftakiru ila ghusli, wala mwanamke hatohitajia kukoga, kwa sababu siku zishakuwa nyingi na mwanamume yuko hali mbaya, yuko taabani. Siku 10 si mchezo, ni siku ambazo zilikuwa nyingi sana. Kwa hiyo inakuwaje hapo? Kwa hiyo ikikatika tu, Abu Hanifa anasema atafanya nini? Atafaa mwanamume kufanya naye tendo la ndoa yule mke wake. Yeye akaika sharti lazima siku ziwe nyingi, kwa maana hedhi ichukue siku nyingi, yani ile ada ya mwanamke. Anasema Sheikh Al-Albani, aqul, mimi ninasema, fahadha ittifaqul madhkur, hii ittifaq ambayo ilikuwa imetajwa, alioitaja al-Imam Ibn Kathir pale aliposema qad ittafaqa al-ulama'u, anasema fahadha al-ittifaqul madhkur, hii ittifaqi, haya makubaliano ambayo yalikuwa yametajwa, ghairu sahih, sio sahihi. Manake makubaliano hayo sio sahihi kabisa. Baada an alimta, baada wewe kujua, anna thalathata min kibari al-ulama'i at-tabi'in, kwamba watatu katika wakubwa wanachuoni wa kitabiina, Mujahid wa Qatada wa Ata'u, na Ata'u, qalu, wao wamesema, bijawazi itiyaniha walau lam taghtasil, kwamba inafaa mwanamume kumwendea mke wake kufanya naye tendo la ndoa hata ikiwa mwanamke huyo hajakoga, lakini damu ishafanini, ishakatika. Fakaifa yasihu ittifaq, vipi si sasa ittifaq? Ukiambiwa ittifaq maana yake ni ijma, simefahamu. Ukiambiwa ittifaq maana yake ijma, wakati kwamba zipo kauli za wanachuoni
ambao wanasema kwamba inafaa jambo hilo, wa ulai ala khilafi. Ndio anasema fa kaifa yasihu ittifaq, vipi isihi ittifaq, yani isihi ittifaq au ijma' isihi, wa haulai ala khilafi, na hawa wao wapo kinyume na hiyo ittifaq. Wa inna fi dhalika la'ibra, na kwa hakika katika jambo hilo kuna mazingatio lil'aqil, kwa mtu ambaye mwenye akili, alla yatasarra, asifanye haraka fi da'wa ittifaq, katika madai ya ittifaq. Akasema jambo hili ndio kuna ittifaq, la, kwanza ichunguze ittifaq, kweli kuna ittifaq ala shay'in, juu ya jambo lolote lile, asifanye haraka. Lisu'ubati tahaqquq minhu, kwa ule ugumu wa kudhibiti ile ittifaq, yani kwa ule ugumu wa kudhibiti hiyo ittifaq, kwa kupatikana maana kudhibiti kutoka katika hiyo ittifaq. Wala yubadira ila tasdiqiha, na vile vile asifanye haraka katika kusadikisha ittifaq. Wala siyama hasasa idha kanat mukhalifati lis-sunnah, hasasa itakapokuwa kwamba inakwenda kinyume na nini, na sunna, au dalili shar'i, au dalili za kisheria. Kwa hiyo apatakuwa ni kwamba ni jambo ambalo lilokuwa linakubalika. Thumma inma hakahu Ibn Kathir, kisha akaendelea kusema Sheikh Al-Albani, akisha anasema hakika ya yale ambayo waliokuwa wanasimulia, thumma inma hakahu Ibn Kathir, kisha hakika yale ambao waliokuwa anayasimulia Ibn Kathir, asema kisha hakika sema kuna taarifa hapa, afwan. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Afwan, wataarifu wanafunzi aliweka Vespa kwenye keri akaiondoshe ili kuacha njia. Barakallahu fikum. Tangazo mshalisikia, alikuwa ameweka keri kwenye, aliweka Vespa kwenye keri, yani akaiondoshe. Sasa mwenye Vespa atajua ni nani. Naam, tunaendelea. Anasema thumma inma hakahu Ibn Kathir, kisha hakika yale ambayo anayasimulia Ibn Kathir an Abi Hanifa, kutoka kwa Abu Hanifa, qad hakahu, kwa hakika ameyasimulia ghairuhu, mwingineo aidan vile vile, mutaaqibina lahu, katika hali ya kuyakosoa, kumkosoa yeye, radina alayhi, tena katika hali ya kumradi. Faqad wasafahu Ibn Hazmi, kwa hakika amemsifu Ibn Hazmi bi annahu, amesifu manake Ibn Hazmi kauliyo bi annahu, ya kwamba la qaula, hakuna kauli asqatu minhu, ilikuwa imedondoka zaidi, kwa maana dhaifu mno kuliko hiyo. Li annahu tahakkumu bil batil, kwa sababu huko ni kutolea hukumu kwa batil, bila dalili aslan, kwa asili, kwa sababu ni maelezo ambayo yako kinyume kabisa. Wala na'lam ahadan qalahu qabla Abi Hanifa, wala sisi hatumjui yoyote ambao alikuwa amesemayo kabla Abu Hanifa, wala baadahu, wala baada yake, illa man qalladahu, isipokuwa yule ambaye alikuwa anamfuata Abu Hanifa. Kwa maana Abu Hanifa yeye ameweka sharti kwa mwanamke ambaye hedhi yake imechukua siku nyingi, huyo ndio ambaye itakayekuwa itafaa ikikatika damu tu itafaa kufanya nini, kufanya naye tendo la jimai bila kwenda kukoga. Sharti hilo halikubaliki, bali sheria imekuja damu ikikatika, mwanamke huyo anahesabika kwamba amefanya nini, ametoharika. Kinachotakikana kwa mwanamke huyo ende akaikosha vizuri ile sehemu yake. Sasa lakini atakuwa na joto la vugu, bora si akakoge tu. Simeelewa. Ikiwa mume yupo karibu na mume anataka haki yake, basi si lazima kukoga. Umeelewa? Yani kwa wakati ule wa kutekeleza ile haki, bali ni kuisafisha tu ile sehemu husika, kisha akampa haki yake mume wake. Umeelewa? Kisha baadaye atakwenda kukoga mwanamke huyo. Lakini ikiwa mume hayupo na tayari kashapoharika, basi mwanamke huyo anatakana akimbilie jambo hilo. Katika mambo ambayo mwanamke anatakana akimbilie, kama kwenda kukoga, akakoge, ajisafishe vizuri, kisha baada hapo ndiyo amsubirie mume wake. Sio kwamba akaye afanye kazi zake na vitu kama hivyo,
mpaka mume wake anakaribia bado hajaenda kuoga. Jambo hilo si sawa, bali mwanamke anatakana akikatika tu damu basi ajitahidi katika jambo la kwenda kukoga kwa mume wake hayupo. Kwa nini? Kwa sababu yeye hajui huyo mume wake atakapokuja atakuja na gia gani, atakuja katika hali gani, atakuja katika mazingira gani. Je, huko nje alikokuwa ametoka vitu gani ambavyo vilikuwa vimemshughulisha? Wewe mwanamke hutojua. Kwa hiyo wewe jengea kwamba mume wangu akija anikute katika hali ambayo ilikuwa tohara, anikute katika hali ambayo ilikuwa safi. Na hii si kwa sababu ya kukatika damu tu, bali ni hali ambayo ya kawaida mwanamke ajitahidi katika maisha yake mume wake amkute katika mazingira ambayo ilikuwa tohara ya safi, amkute katika hali ya unadhifu. Kwa hiyo ajihimize mwanamke kufanya kazi zake mapema sana, ili ikifika muda anajua kwamba muda huu karibu mume wangu atarudi, ajisopsopu, ajiweke katika mazingira ambayo yalikuwa mazuri. Tena mume wake akiingia aone yani mke wangu utafikiria nimemuoa leo. Simefahamu kwa vile ambavyo anavyojua kujinadhifisha, kujisafisha na kujipamba kwa ajili ya mume wake. Na mwanamume akimpata mke wa sampuli hiyo basi amshukuru Allah. Anaruhusika hata akiingia ndani asujudu kumshukuru Allah lillahi tabaraka wa taala, kwa sababu ameruzukiwa mke ambaye anajitambua. Lakini mke ambaye alikuwa jitambui, unaweza kaingia wewe ukakuta na nguo zake ambazo alikuwa amepikia, tena anasubiria saa 12 huko au saa 1 huko ndo akakoga, na wewe kwa pengine unaingia saa 10. Yeye akishaswaliisha anasema sasa ni lazima kukoga. Sasa si jambo ambalo kwa sila sawa, bali mtu atakana mwanamke achunge zile hali za nani, za mume wake. Tukirudi juu anasema liqaulihi tabaraka wa taala, kwa kauli yake Allah tabaraka wa taala fil ayati sabiqa, katika aya ambayo ilishakutangulia, fa idha tatahharna, basi watakapotoharika wanawake, faatuhunna, waendeeni hao wanawake, min haythu amarakumullah, katika ile namna ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa amekuamrisheni. Inna Allah, kwa hakika Allah, yuhibbu at-tawwabin, Allah anawapenda wale ambao wenye kutubia, wa yuhibbu al-mutatahhirin, na anawapenda wale ambao wenye kujitaharisha. Kwa maana wakijitaharisha wanawake basi inatakana kwamba ndio katika hali hii. Haya, tukirudi tena chini tulisoma hiyo aya ili manake kwamba tuendelee chini maelezo bado yanaendelea. Kisha akasema Sheikh Al-Albani, waqala Al-Qurtubi, na akasema Al-Imam Al-Qurtubi katika juzuu ya 3 kurasa 79, wa hadha tahakkumu la wajha lahu, na hukumu hii haina njia ipi ile ambayo aloileta al-Imam Abu Hanifa. Akasema kwamba damu ya mwanamke katika kwa yule mwanamke ambaye siku zake zimekuwa nyingi, na siku nyingi kwa msimamo wa al-Imam Abu Hanifa ni 10 ayyam. Ni siku ngapi? Ni siku 10. Ndio siku nyingi kwa mwanamke kukaa katika kukaa katika siku zake za hedhi, katika ile ada yake. Walihadha, na kwa ajili qala Sayyidu Rashidu Ridha, wa huwa tafsilun gharibun, akasema yeye kwamba huu ni upambanuzi ambao ulikuwa mgeni au julikani mbele ya ahlul ilm. Wajhu dhalika, na njia ya hayo, anna Allah tabaraka wa taala, hakika ya Allah tabaraka wa taala, ishtarata, ameweka sharti, lihilli ityanihinna, sharti ya kuwa ni halali kuwaendea hao wanawake, kufanya nao tendo la ndoa, ay yatatahharna, ni pale ambapo watakapokuwa wao wametoharika wanawake hao. Wa huwa isti'malul ma'i, nao ni jambo la kutumia maji, kutumia maji kujitoharisha ile sehemu. Wa huwa amrun zaid ala tuhurihinna, nalo ni jambo ambalo kwa limezidi katika ile tohara yao min alhidhi, katika hedhi. Yani hiyo ni jambo ambalo kwa limezidi, kwa sababu ukiangalia aya pale amesema kwamba wala taqrabuhunna hatta yatuhurna, na wala msiwakurubie hao wanawake, msiwakurubie hao wanawake. Wayasalunaka 'anil mahid qul huwa adha fa'tazilu an-nisaa fil mahid, wanakuuliza wewe kuhusiana na hedhi, sema huo ni uchafu, jitengeni na wanawake katika
ile sehemu ambayo ya hedhi na ule muda ambao wanawake wako katika hedhi. Kisha akasema wala taqrabuhunna hatta yatuhurna, na wala msiwakurubia wanawake mpaka watoharike. Kutoharika maana yake inqita'i dami, kukatika kwa damu ndio kutoharika. Mwanamke damu yake ikatika na siku zake zimemalizika, hapo mwanamke anahesabika kwamba amefanya nini? Ametoharika. Sasa ametoharika kwa maana amekuwa tohara. Ndio hapa anasema kutumia maji kujitoharisha, hili ni jambo ambalo kwa limezidi katika ile tohara, kwa sababu pale anahesabika mwanamke kashatoharika, na kule kuchukua maji akajitoharisha ni jambo ambalo la kufanya ile tohara yake kuifanya kuwa ni nzuri zaidi. Lakini huyu mwanamke si kwa maana yeye akiwa katika siku zake za hedhi katika ada yake kwamba hakogi, anakoga. Simeelewa. Sasa kwa kukoga kwake ndio inahesabika kwamba ametoharika? La, anahesabika hajatoharika. Simeelewa. Mwanamke akiingia katika siku zake za hedhi katika ada yake anakaa siku 7, wengine siku 6, wengine siku 5, wengine siku 3, wengine siku 8 na mfano wa idadi kama hizo. Sasa siku hizi zote hizi mwanamke anakwenda kama siku ya kwanza ameingia katika ada yake, anataka kukoga na usiku kukoga, anaenda kukoga. Kwa hiyo kule kukoga kwake ndio sisi nasema mwanamke ametoharika. Sijui mnanielewa? Hajatoharika bado. Sasa si kaenda kukoga, lakini huyu ndiyo kaenda kukoga, si ndio kaenda kujitoharisha, bado hajatoharika. Sijui mmefahamu? Na siku ya pili akikoga pia hajatoharika, na siku ya tatu akikoga pia hajatoharika. Kwa nini? Kwa sababu ile inqita'i dami haijapatikana. Ikipatikana inqita'i dami, kukatika kwa damu, hapo ndipo panahesabika kwamba mwanamke ametoharika. Kwa hiyo kule kwenda kukoga au kujitia maji katika sehemu yake ya utupu, hii ni amrun zaid, yani katika ile tohara yake. Ndio maana maelezo yake. Ndio anasema wa huwa amrun zaid, na ni jambo ambalo kwa la ziada ala tuhurihin, najua ile tohara yao min alhedhi ambao wanatoharika kutokana na hiyo, kama sabab, kama ilivyokusha kutangulia. Fala yajuz, basi haijuzu ilgha'u hadha sharti, kuiondosha sharti hii au kuiharibu sharti hii. Na watu wengine wakiambiwa kwa lugha nyingine hapo wanafahamu haraka sana. Subiri niwaambie kwa lugha nyingine, kuicancel sharti hii. Simefahamu hapo, watu wote washafahamu kwa sababu umetumia neno kucancel, ndio ilghau. Na hata simu pembeni huku, kama utaweka mfumo wa Kiarabu, basi pembeni utaambiwa kwamba huku utaikwa lugha nyingine, kama unataka nini hakisha, kama labda unataka kuondoka kama huduma, unaikwa huduma, huku unataka uzingie utazingia, huku kama unataka kunini kucancel utaambiwa pale ilgha, maana yake cancel. Simefahamu cancel, anapotena mtu atakuwa cancel na ifahamu sasa hivi ilgha, kumbe cancel. Haya, kwa hiyo anasema fala yajuz. Kwa hiyo anasema fala yajuzu ilgha'u hadha shart, basi yajuzu kuiondosha au kuiharibu sharti hii, au takhsisuhu, au kuihusisha, lima idha inqata'a alhaidhi qabla al-10, kwa ule muda ambapo hedhi itakapokatika kabla ya kutimia siku 10, haijuzu. Wa inna ma huwa ra'yu li Abi Hanifa, kwamba hiyo ni rai tu ya Abu Hanifa. Simefahamu? Hiyo ni rai ya nani? Ya Abu Hanifa. Manake sharti hiyo ipo hata kama mtu siku zake ni siku 3 tu. Kwa hiyo siku 3 zikikatika damu, basi huyo mwanamke anahesabika kwamba shafanya nini? Ashatoharika. Kwa hiyo mume wake ni halali kufanya naye tendo la nini? Tendo la ndoa, kabla hata kufanya nini? Kukoga. Na hili wanawake wengi hawalifahamu. Ni masikitiko makubwa na ni msiba mkubwa sana, kwa sababu wanawake wengi hawafahamu hilo, bali mpaka wanaume vile vile hawafahamu. Simefahamu? Kwa sababu wanaume anafahamu mpaka kakoge huyu, lakini kwamba la akitia udhu tayari au akienda kujitoharisha. Na mwanamke ambaye alikuwa hodari na mwenye kujua hasa ni yule ambaye alikuwa yeye anafanya nini, anajua namna kujitoharisha. Na hakuna mwanamke ambaye alikuwa mzuri kuliko mwanamke mwenye kusoma dini yake,
na mwenye kuifahamu dini yake, huyu ndo ambaye alikuwa mzuri. Baadhi ya vijana wasema watu wa mashungi wale hawajui mambo. Baadhi ya vijana wasema maneno haya. Kuuliza mambo yapi? Wanakusudia yale mambo ya tendo la ndoa. Na mambo ya tendo la ndoa maana yake yamekusanya mambo yote? La, sio kweli maneno hayo. Huo ni uzushi tu shetani alikuwa amewapachika katika akili zao. Katika watu ambao walikuwa wanafahamu taratibu za Uislamu, basi ni wale wanawake wenye kusoma dini yao, kwa sababu tayari wanafahamu kwa mujibu wa misingi, tena na wao ndo wazuri mno katika kufanya nini, katika jambo la kumwandaa mume, kadhalika vile vile kuandaa zile hali ambazo yeye anaelekezwa na nani, na ule Uislamu. Kwa hiyo ni jambo ambalo lilokuwa wanawake wanatakana walifahamu, kadhalika vile vile ni jambo ambalo wanaume vile vile wanatakana wafanye nini, walifahamu.